Tumwambie mheshimiwa mkuu wa mkoa anaitwa nani? Chacha anaitwa Paul Chacha. Jumatano atachacha kweli. Kwa lugha rahisi zaidi tunaweza kusema kwamba kuna muda mdomo huponza kichwa. Hii ni baada ya afisa habari wa klabu ya Young Africans Ali Shaban Kamwe kuwekwa rumande hapo jana baada ya mchezo ule kati ya Young Africans ambapo alikuwa mgeni wa klabu ya Tabora United. Kabla ya mchezo, siku ambayo Young Africans alifika Tabora, walipata mapokezi mazuri sana ambayo kwa upande wao yalikuwa ni kama ya kawaida hivi, ila kuna baadhi ya speech ambazo afisa habari Ali Kamwe alizungumza juu ya mkuu wa mkoa wa Tabora Mheshimiwa Paul Chacha kwamba atachacha. Yani ilikuwa ni maneno ambayo tunaweza kusema kiufupi ni maneno ya kebehi ama ya kejeli kwa mkuu wa mkoa. Sasa tukifuata kitaratibu ni kwamba mkuu wa ulinzi kwa mkoa mzima mara nyingi ni mkuu wa mkoa. Maana kuwa jukumu zima la ulinzi kwa mkoa mzima anayesimamia ni mkuu wa mkoa. Sasa ukiangalia kwa upande wa Tabora anasimamia bwana Paul Chacha. Sasa maneno yalikuwa mengi baada ya speech zile za Ali Kamwe kwamba Ali Kamwe alivuka mipaka, lakini wengine walisema ni utani wa kimpira. Ila baada ya Young Africans kuibuka na ushindi wa mabao 3 na mpira kumalizika, Ali Kamwe alionekana akisalimiana vizuri kabisa na mheshimiwa Paul Chacha ambaye inasemekana aliahidi kiasi cha shilingi milioni 60 endapo Tabora angeifunga Yanga. Sasa kupitia ukurasa wa Instagram wa Haji Sande Manara ameposti picha ya mheshimiwa Paul Chacha na kumuomba radhi kwa kile kilichotokea, kwa sababu taarifa zinasema Ali Kamwe jana baada ya mchezo alifuatwa usiku na kukamatwa na mapolisi na kuwekwa ndani, lakini kilichomweka ndani ni yale maneno ya kebeki na kejeli. Sasa Haji Manara ameandika hivi: Salam mheshimiwa Paul Chacha, nimekaa kwenye mpira kwa muda mrefu kidogo na pengine mimi ndio binadamu pekee niliyewahi kudumu kwenye usemaji wa hivi vilabu vyetu vikubwa hapa nchini. Sasa najua nguvu ya hizi taasisi hususan kwenye suala la ushabiki. Naelewa pia unakuwa katika hali ngumu unapokuwa unazungumzia hizi timu, na kama mbele yako maiki zilikuwa nyingi na kama kuna washabiki unakuwa na moto kidogo kifuani. Na najua pia kazi yenu ya kuhamasisha michezo kwenye mikoa mnayoiongoza. Sometimes tunakuwa excited na kama binadamu tunaweza kupitiliza hasa katika mambo ya utani. Lakini wewe ni kiongozi mkubwa, naomba endelea kuwa na ngozi ngumu. Uongozi ni pamoja na kubeba kila kitu. Rudisha moyo wako nyuma. Kijana huyu anaweza kuwa sawa na mwanao au mdogo wako wa mbali mno. Naelewa kwa nafasi yako ukiwa mkoani kwako unahitaji heshima, na kwa rika yako unahisi kutambua situation zetu zote mambo ya kimpira. Sasa mimi kama kaka mkubwa wa hawa wadogo zetu nikuombe sana tusonge mbele mkuu, na sitaki katika barua hii kusema chochote, lakini kwako kama mkubwa tunakuomba swala hili ulimalize kwa dhati, na tunakuomba ulipokwazika samehe. Sisi bado tunaendelea kujifunza na kwenye mpira maybe tunaweza kuteleza. Hajawa mjinga yule aliyejishusha kwa mkubwa. Kusema samahani hata kwa kile unachoona upo sahihi. Jimmy Carter tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka 1987, akiwa amenukuu maneno ya Jimmy Carter ambaye aliwahi kusema kwamba hajawa mjinga mtu yule ajishushaye kwa mkubwa. Kusema samahani hata kwa kile unachokiona upo sahihi. Wako mtiifu Haji Sande Manara. Kwa hiyo Manara amemuombea msamaha kijana Ali Kamwe ambaye alitoa maneno ya kejeli kwa mkuu wa mkoa akisema Paul Chacha atachacha. Sasa nimekuwekea kipande kidogo uweze kumsikia Ali Kamwe akimsema mkuu wa mkoa. Anaitwa Paul Chacha. Jumatano atachacha kweli. Yeye na hao wanaomdanganya, mwambieni mheshimiwa Chacha, mwenyekiti wa wasemaji amesema Jumatano atachacha kweli.